Habari gani Mwanakewe TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na tano notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Dwakewe TV. Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Mnyika kupitia jukwaa la mtandao wa Twitter katika akaunti yake rasmi ameweza kuchapisha kwamba hatohudhuria kikao cha kusaini fomu ya maadili ya uchaguzi ya mwaka 2025. Nataka nisome chapisho ambalo limeandikwa na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Mnyika, na nukuu: Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, sitakuwepo kwenye kikao cha tarehe 12 Aprili mwaka 2025 cha kushauriana na kusaini maadili ya uchaguzi ya mwaka 2025. Ifahamike kuwa mwenye mamlaka ya kusaini maadili ya uchaguzi kwa niaba ya chama cha siasa ni katibu mkuu. Katibu mkuu, sijateua kiongozi au afisa yoyote kwenda kushiriki kwa niaba yangu katika kikao hicho kitakachofanyika katika ofisi za Tume ya Taifa ya Uchaguzi, yani Tume ya Uchaguzi Tanzania mkoani Dodoma. #NoReform_NoElection. Hayo ni maneno ambayo ameandika John Mnyika katika chapisho lake katika mtandao wa X. Ifahamike kwamba Chadema wana sera yao ambayo inafahamika kama no reform no election, ambapo wanasema pasipokuwa na mabadiliko hakuna uchaguzi. Katibu huyo mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Mnyika ameamua kuweka wazi kwamba siku ya leo tarehe 12 Aprili mwaka 2024 hatahudhuria kutia saini katika fomu ya maadili ya uchaguzi. Watu wamekuwa na maoni tofauti katika eneo la kuandika maoni. Wa kwanza anaitwa Master Augustine, anasema nini faida ya msimamo huu Chadema au hasara zake? Lakini mawazo tofauti anasema Chadema tunatakiwa nakala za kimaandishi mheshimiwa katibu ziende kwa vyombo vya habari na pia iwekwe hapa tuisambaze ijulikane CCM wanafanya uhuni wao na mtu huru tuwaumbue. Lakini Joel Msuya anasema Chadema, shukrani sana mheshimiwa katibu mkuu, hii taarifa ngoja tusambaze dunia nzima ielewe vyema kabisa, vyombo vya habari visambaze. Akavitage hapo vyombo vya habari kibao. Lakini Kisemba akaja akasema Chadema, nyie Chadema ni wakupuuza. Chama akikataa kusaini maadili ya uchaguzi ni chama kukosa maadili. Chama ambacho hakipo tayari kupata maadili ya uchaguzi maana yake hakipo tayari kushiriki uchaguzi, na wasishiriki kweli. Mapandikizi yote huwa hayakubali kusaini maadili ya Kiafrika. Lakini Chazi anasema Chadema safi sana kamanda, no reform no election. Lakini Wopo anasema Chadema shirikini hapo mkuu, shikilia hapo mkuu, ni bora kama wameamua kutawala milele ifahamike kuliko kutudanganya na uchaguzi feki. Binafsi nimechoka kuchaguliwa viongozi wajinga, ninawazidi hata fikra. When I speak this, I speak for all elites. Lakini Uncle JJ anasema Chadema, amen, hakika leo sabato ni njema sana. Tume huru ya uchaguzi hatutaki ukuni tena. Chadema haitasaini na wala katibu mkuu hajatuma mwakilishi yoyote. Sasa nyie ajifanyeni mmejidanganya kuwatumia mamluki, ndio na mtajua vizuri wananchi hatucheki na wote. Akaweka hashtag hapo free Tundu Lissu, akaweka hashtag tena no reform no election. Lakini Remy JR anasema usipo sign alafu kabla ya uchaguzi wakafanya reform itakuwaje? Ameuliza hapo, lakini amesema usipo sign alafu kabla ya uchaguzi wakafanya reform itakuwaje? Lakini pia Mjapani mweusi anasema shukrani sana mheshimiwa katibu, hii taarifa ngoja, amerudia ujumbe wake. Lakini Henry Mwinuka anasema Mnyika tumieni busara na hekima, acheni
kushupaza shingo, maana kuna wakati yanahitaji compromise. Mnawakosea wanachama wenu na Watanzania wengine ambao wangependa kuona ushiriki wenu na pengine kuwaunga mkono hivi vyama hivi chama chenu hakina wazee wenye hekima za busara wa kuwashauri. Lakini Uncle JJ amekuja kurudia tena ujumbe wake, akasema akamtagi Brenda Lupia, pia tunasubiri press release kutoka kwako isambazwe kwenye vyombo vyote vya habari ili kila mwananchi ajue hili. Akaweka hashtag no reform no election. Lakini Dr. Semeni anasema Chadema sijateua mwakilishi. Hii kauli ndiyo imebeba uzito. CCM hawachelewi kuweka katibu pandikizi. Lakini Stanley Kilawe anasema Chadema ina maana kweli mnasusia uchaguzi, mnatukosea wananchi. Nimeenda kujiandikisha kupiga kula ili kuturudishe jimbo letu la Kawe, alafu mnaniambia hamtashiriki. Ameweza kusikitishwa kweli na Stanley Kilawe. Anasema ameumia baada ya Chadema kwamba hawatashiriki uchaguzi. Lakini Paul Swiss anasema Chadema mkuu, ikipendeza andika barua kabisa kama kumbukumbu hizi nyumbu zisije kujisainisha zenyewe zikaiba saini yako kama COVID-19. Akamtagi hapo John Mnyika. Lakini Hefe anasema Chadema sawa kamanda, muda wa kikao mngeita hata place kutumia mrejeo wa ratiba za no reform no election, na kusisitiza hili kwa sababu naona kabisa yale ya COVID-19 yanataka kujirudia ili mnadi kuvuruga no reform no election. Sasa hivi hatuna trend kimataifa, huko zinatumika njia chafu. Lakini Story Kali anasema Chadema toeni official statement, sio tweet, fanyeni vitu professional. Ndio maana mnazungukwa sana. Peji yenu hadi sasa haijatoa taarifa rasmi yenye official letter ya taarifa hii. Baadaye mwanze kulia ili kulialia account ya Brenda pia. Lakini comment ya mwisho inatoka kwa Sam JY anasema Chadema fanyeni press faster sana, wafikishieni wa Tanzania huu ujumbe. Yani mwaka huu lazima sisi muelewe somo, yani hakuna kurudi nyuma na muda sio mrefu dona watakata misaada. Yani akaweka hashtag hapo freedom now. Lakini comment ya mwisho pendeleo inatoka kwa Furaha Paja, anasema Chadema tukutane mwaka mwingine wa mwaka 2030. Hakuna wa kuwalazimisha, yani muone haya vyama vyote 18 vimesaini kasoro nyie. Hivi mnafikiri nyie mna haki zaidi ya wengine, kwamba nyie ni nani zaidi? Uweni wa kweli kwamba hamkujipanga kuingia kwenye uchaguzi mkuu. Anyway, nendeni mkalime viazi siasa. Bye bye. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo wameweza kutoka katika chapisho rasmi la katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yani Chadema, ambaye anafahamika kama John Mnyika. Jina langu ni Diwa Kewe TV, na pia Mwana Kewe TV unaweza ukashusha ujumbe wako katika sehemu ya kuandika ujumbe hapo, uweze kuniambia una mtazamo gani kuhusiana na chapisho hili la John Mnyika kwamba hawezi kusaini fomu ya maadili ya uchaguzi. Jina langu Diwa Kewe TV, kukutane katika ulimwengu wa siasa. Bye bye.